nafundisha darasa la 4 huko nchini Thailand. Hivyo basi Loneto anasema ninaomba ili mioyo yao ibadilishwe. Alisema kwenda katika siku zijazo tutaona matunda ya maombi haya. Aliwaomba washiriki wa kanisa ulimwenguni kote kuungana naye katika maombi. Omba kwa ajili ya watu hawa wawili na pia kila mgeni aliyeko gerezani nchini Thailand. Alisema kuwa jambo zuri sana kama watapata nafasi ya kukutana na Mungu. Omba kwa ajili ya wafungwa nchini Thailand na ulimwenguni kote, ikiwa pamoja na kila mtu ambaye amefungwa katika mzigo na hatari ya dhambi. Omba kwa ajili ya wamishonari wa Adventista kama Loneto wanapotangaza habari njema kwamba Yesu alikufa ili kuweka huru wafungwa kutoka katika dhambi. Asante kwa kupanga kutoa sadaka yako ya Sabato ya 13 robo hii ambayo itasaidia kueneza Injili katika division ya kusini mwa Asia Pacific inayojumuisha iliyoko nchini Thailand. Bwana wabariki sana. Hilo lilikuwa ni somo la utume. Inayofuata ni taarifa ya shule Sabato. Kuna maswali baadhi tena kumuuliza hapa kakaangu Amosi kuhusiana na maswali hayamhusu Amosi bali yanatuhusu sisi washiriki wa shule ya Sabato. Ilikuwa ni taarifa ya shule Sabato ya tarehe 19 mwezi wa 4 ambayo ilikuwa ni Sabato ya 3 ambayo ni Sabato ya vijana. Naenda kumuuliza kakaangu Amosi swali fupi tu. Kwa mfano mtu ambaye hajasoma nikimuuliza, kwa mfano nikimuuliza Amosi hapa atakupa jibu. Hivi maana ya class of teacher ni nini? Je, maana ya class of teacher ni nini? Hebu jaribu kuniambia, ukimwambia mshiriki ambaye hajasoma akikutana na hili neno atamaanisha nini? Maana ya class of teacher ni darasa la walimu. Asante sana. Swali la pili, je, hili darasa la walimu linapaswa kufunguliwa saa ngapi na dakika ngapi? Hebu nijuze. Darasa la walimu linatakiwa kufunguliwa majira ya saa 2 kamili asubuhi. Je, kwa nini siku hiyo darasa la walimu lilifunguliwa majira ya saa 2 na dakika 18 asubuhi? Je, unaweza kunipa jibu? Ni kwa sababu tu ya walimu kuchelewa kuja kanisani ili na kuendesha